Kanisa letu la Kiinjili la Kiluteri tangu kuanzishwa kwake katika maeneo haya limekuwa kiroho au kazi za Injili, lakini limehusika na utoaji wa huduma za kijamii. Mojawapo kati ya wingi wa huduma hizo ni pamoja na kituo kongwe kinachojulikana kama Mtoni Diaconic Lutheran Center, ambacho kituo hiki kilianzishwa kuanzia mwaka 1964 kama makazi kwa watoto wa mtaani wasiokuwa na makazi. Lakini mwaka 1981 kituo hiki kilibadilishwa kuwa kituo cha kutolea elimu maalum ya tiba kwa watoto wenye ulemavu wa akili na maendeleo. Na mwaka 1983 kilisajiliwa rasmi kuwa shule ya elimu maalum kwa watoto hao. Na mwaka huo serikali na kanisa vilianza ushirika au partnership katika kukiendesha kituo hiki. Na tangu kuanzishwa kwake mpaka sasa kimeshahudumia takriban watoto 1562. Na kwa sasa hivi kina jumla ya watoto 107. Kwa hiyo tumefikia mahali pa kulazimika ujenzi wa kituo kipya kwa maelezo yafuatayo. Kwanza, pamekuwa na ongezeko kubwa la watoto wa uhitaji huu. Takwimu za Wizara ya Afya zinaonyesha takriban watoto 22,000 kila mwaka wenye tatizo hili huzaliwa. Na kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2002, watoto 1,700,000 walionekana kuwa na tatizo hili, ndani mwake pakiwa na mnyumbuliko wa aina mbalimbali ya shida hiyo, lakini 19% walikuwa ni watoto wenye ulemavu wa akili, yani Down syndrome, profound intellectual disability, autism spectrum disorder. Na pia kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi na uchakavu wa miundombinu na huo uhitaji mkubwa ulioongezeka, kanisa au uongozi wa kanisa umelazimika kutazama na kulazimika kuanza mpango wa ujenzi wa kituo kipya kitakachozingatia standard za kisasa au za kimataifa. Na ujenzi huu unategemea kufanyika katika eneo la Kitopeni, Bagamoyo. Michakato mbalimbali kuelekea utekelezaji wa mpango huo inaendelea na mingine imekamilika, hususan uandaaji labda wa michoro au usanifu wa majengo takiwa. Hata michakato ya utafutaji fedha imekwisha kuanza. Ujenzi huu unategemewa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 6 za Kitanzania, na mpango wa uchangishaji au kusanyaji fedha hizo ulishaanza kuanzia Februari ya mwaka huu. Kituo hichi kitakapokamilika kinatazamiwa kiweze kuhudumia watoto kuanzia 700 mpaka 1000. 5 mwezi huu wa 6, tunamshukuru Mungu kwamba siku hiyo kilele cha mpango huu ulioanza Februari mwaka huu kitatekelezwa katika ukumbi wa Diamond Jubilee, ambapo wadau mbalimbali kutoka kanisa na nje ya kanisa wamealikwa, na tunategemea siku hiyo mgeni rasmi aliyealikwa na mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, Mheshimiwa Askofu Dr. Alex Gehas Malasusa, pamoja na mkuu wa diocese hii atakuwa ni mkuu wa nchi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tukio hili kama nilivyosema litatendeka pale Diamond Jubilee. Wageni waalikwa wanategemea kuanza kuingia ukumbini kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 4 kamili
asubuhi, na baada ya hapo wakati wote tutamtegemea mheshimiwa mgeni rasmi mkuu wa nchi kuwasili. Kanisa linatoa wito moja kwa wahisani tuliowaalika kushirikiana pamoja na Mheshimiwa Rais na mkuu wa kanisa katika tukio hilo siku hiyo, kufika bila kukosa. Lakini pia kanisa linatoa ujumbe kwa jamii kwamba tushirikiane katika ujenzi wa kituo hichi, kwa sababu watoto hawa ni mali yetu wote. Hichi ni kituo kinachohudumia watoto bila kujali itikadi mbalimbali au bila kujali dini zao. Watoto tunaowahudumia wanatoka katika kona zote za nchi inayoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia kwa kuwa wajibu huu utakuwa au jukumu hili ni endelevu, hatutegemei kupata fedha zote bilioni 6 plus hiyo tarehe 5 mwezi wa 6. Hapana, hiyo itakuwa ni awamu ya kwanza tu ya uanzishwaji wa mpango huu ili tuweze kuanza kazi site, lakini baada ya hapo huu ni wajibu endelevu. Kwa hiyo kanisa linaendelea kualika jamii moja kufahamu kwamba kuna mpango huu na sio maneno, ni mpango ambao sasa wameshaingia kwenye utekelezaji. Pili, kufahamu ni jambo la tija kwa jamii pana ya watu wa nchi hii. Kaza hakuna anayejua mtoto anazaliwa nyumba ipi, lakini atakapozaliwa basi kuwe na mahali ambapo maisha yake yamewekewa miundombinu. Lakini tatu, kuomba ushiriki wa kila mmoja mwenye mapenzi mema. Na jambo la 4, basi kuendelea kuombea siku hiyo ili tukafanikiwe katika yale tuliyoyapanga na kuyakusudia.